kama wewe mfalme, hakuna kama wewe mtakatifu. Kwa jina la Yesu tunakusujudia asubuhi ya leo, tunakuinua asubuhi ya leo, tunakuhimidi asubuhi ya leo. Tunasema wewe ni Bwana, tunasema wewe ni Bwana, nasema wewe ni Bwana. Nafsi yangu yakutamani Bwana, yakutamani Bwana, yakutamani Bwana. Nafsi yangu yakutamani Bwana, yakutamani Bwana, yakutamani Bwana. Nafsi yangu yakutamani Bwana, yakutamani Bwana, yakutamani maisha yangu yakutamani Bwana, yakutamani Bwana, yakutamani maisha yangu karibu sana katika jina la Yesu katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, na nakuomba pia ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe asubuhi ya leo. Bado tunaendelea kuongea kuhusu nira ya kulazimisha watu kukawia ama kuchelewa kimaisha katika jina la Yesu. Kuna kapo tulipata jana katika kitabu cha Genesis 15 verses 13. Mungu alikuwa anaongea kuhusu kizazi ambacho hakikuwa kimezaliwa. Hiyo inamaanisha kwamba prophecy inaweza ikakutangulia. That's why ninaamini Mungu maongeo. Maandiko yanasema mzazi wako ni Mungu wako wangapi? Wa pili. Ninaamini sana kwa maongeo ambao baba yako na mama yako waliongea wakiwa hawajaoana juu yako. Maana prophecy utangulia mtu. Prophecy ya kuzaliwa kwa Yesu Isaya alitoa miaka na mikaka ya zamani sana, ili tangulia kabla ya Yesu kuzaliwa. Yani prophecy ilisikika kwanza duniani kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Unaweza soma kitabu cha 1 Timothy chapter 1 verses 18. Iko na hiyo andiko inasema kwamba mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii. Unabii ni maneno. Unabii imebeba maneno. Kwa sababu ya maneno ya unabii yaliyotangulia, yaliyofanya nini? Yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vile vizuri. Kwa hivyo maneno ya unabii iliyomtangulia inatumika kuwa aitumie kama silaha yake ya kupiga vita vizuri. So kuna unabii ulitolewa kabla ya Timotheo kuzaliwa.
kuna unabii uliomtangulia. Nilikuwa tunataka kukotelea mkazo na kuipatia andiko ya kwamba Abraham, Mungu aliongea maneno ya unabii juu ya kizazi chake na kilikuwa hakiyuko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha kwamba maongeo mabaya yanaweza yakakutangulia. Kwa sababu kuna maneno ya unabii, basi kuna maneno ya laana. Jina la Bwana litukuzwe. Na tunaona maneno yanaweza yakatutangulia. So sijui ni maneno ya aina gani ambayo unafuata. Sijui ni maneno ya aina gani ambayo inaendelea kutimia. Siku baada ya siku ukiishi, unajua pengine kuna maneno yaliyonenwa kwa huu umri umefika, ikifika ndio ianze kutimia. Itimie kesho, itimie mwaka ujao. Ni vizuri pia kusimama na kutangaza kila maneno yaliyo na nguvu ya ubaya, nguvu ya laana iliyonitangulia, ninaizuilia haitatimia kwa maisha yangu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na utangaze kila maneno yaliyotangulia mbele yangu, yaliyo na nguvu ya kunifanya kuwa sawa, yaliyo na nguvu ya kuniwezesha kuwa sawa, ninaomba kuyatumia kubadilisha maisha yangu. Maana Timotheo aliambiwa yatumie kufanya nini? Vita vizuri vya imani. Naweza nikatumia maneno ya unabii yaliyonitangulia kubadilisha maisha yangu siku ya leo. Bwana asifiwe. Naweza nikasimama naye. Bwana atukuzwe. Haleluya. Kabla ya Mungu kuanzisha huduma ya Winners, kuna maneno ya unabii yaliyotangulia juu ya huduma hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ninasikia kukuambia hivi, neno la Mungu ni neno la unabii. Na imeandikwa, ilitabiriwa, ikakutangulia utaishi miaka ya mkongojo. Bwana Yesu asifiwe. Ama miaka 80 ama ingine unaweza endelea zaidi. Haya ni maneno ya unabii ambayo yalikutangulia. Unaweza ukayatumia kuishi siku ya leo kwa jina la Yesu. Uhakika nilio nao ya kwamba sifi ni kwa sababu sijafikisha miaka ya kutembea na mkongojo. Unajua maneno ya unabii yanapaswa kukupatia uhakika ya leo na ya kwamba kesho mimi bado niko, mwaka ujao bado niko. Kwa nini unasema hivyo? Maana kuna maneno ya unabii ambayo iliachiliwa kwangu, haiongei kuhusu leo, inaongea kuhusu nikiwa mzee. Hiyo ni kunipatia garantia kwamba nitafikisha huko kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Sijui kama mtu ananielewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno Mungu alikuongelesha kabla hujaanzisha hiyo biashara, kabla hujaanzisha chochote. Simama kwa hiyo maneno. Kuna maneno Mungu alinipa juu ya huduma hii, huwa ninaamini na nimeamini na sikuwagi na wasiwasi, haiwezi ikasimwa. Shetani kuje mwenyewe nini fanyike. Yaani kila wiki nikifanya deliverance attacks ni nyingi. Hatukutaki zimie, hatutaki, tutafanya bidii yote. Hii kanisa tutaki watu wakuje. Watu wanatakiwa mpaka manyumbani nikifika Sunday ili tu wasikuja hapa. Maana kuna marozi hapa, lazima tutamaliza hii kanisa. Hazitaki tuendelee kukufunza kile cha ukweli. Na mimi na bado kusimama na kusema ya kwamba kuna vile Mungu aliniambia. Kuna vile Mungu aliniambia. So hizi demons zinaongea uongo. Haleluya. Nikifanya deliverance nilikuwa naziambia, shetani unajua wewe ni muongo na unajua unaongea uongo. Kuna maneno yaliyotamkwa juu ya huduma hii na yaliyotamkwa mengine sio ya leo, mengine ni ya siku zijazo, kumaanisha kwamba nitafika hiyo siku. Kuna vitu Mungu alisema itatendeka kwa maisha yako, kama bado haijatendeka uko na uhakika msifi. Kama Mungu alisema utakuwa na supermarket, uko nayo saa hii bado, kumaanisha niko. Halo. So ajali hakuna kitu kitanifanya. Nikiingia kwa gari ninalala vizuri kabisa, sina wasiwasi, maana bado sijakuwa na supermarket. Mimi ninamaanisha nitaishi mpaka siku ya supermarket. Na Biblia imesema tutaishi miaka ya mkongojo. Yaani ile miaka mpaka unahitaji support ya nini? Ya fimbo. Bado hatujafika, kumaanisha wapendwa tupo. Ndio kama sasa kumwambia niko bwana. Hii ndoto ile wanadanganya na majeneza. Hii
Hizo tu ni za kuja tu kuleta doubt na kuinterfere na faith yangu juu ya neno la unabii. Amen. Haya, tumemaliza hiyo. Mungu akubariki sana. So kila mara kukiongewa kuhusu kesho, hiyo ikwambie utafika kesho. Kuwa na uhakika utafika kesho. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuliona katika Genesis chapter 15 verses 13, tukaona neno na unabii linatolewa na miaka 400 inafanya nini? Inapeana. Lakini tunapatana ya kwamba kuna spirit ya kuleta nini? Delay. Kuna maroho ya kuhakikisha that word of prophecy isitimie kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona kwa Exodus chapter 12 verses 40, hawa wapendwa walikaa miaka ngapi? Miaka 430. Haikuweza kutimia kwa ule muda ambao waliwekewa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na Biblia imetuambia kilio kinadumu kwa usiku mmoja, kumaanisha kwamba sipasi kulia kwa usiku mbili. Nasema sipasi kulia kwa usiku mbili. Usiku mbili hiyo kuna ile imeachiliwa ya kunichelewesha kwa machozi. Kwa sababu mpendwa, unaweza cheleweshwa kwa mateso. Unaweza, kwa sababu hawa watoto wa Mungu walikuwa wanachukuliwa katika nchi ya utumwa, nchi ya ugenini. Wawe watumwa, ni ukweli. Na utumwa wao ni miaka ngapi? 400. Lakini utumwa wao ulicheleweshwa, wakakaa watumwa zaidi ya vile ilipaswa kukua. Nazidi kutangaza kwa jina la Yesu, kataa kukaa kwa machozi zaidi ya muda ambao unapaswa kukaa. Kataa kupitia wilderness of life zaidi ya muda ambao unapaswa kupitia. Oh, haleluya. Haleluya. Kataa kupitia machungu zaidi ya muda ambao umewekwa. Kilio kinapaswa kudumu kwa usiku moja. Usiku ya pili, hiyo ni spirit ya delay imeingia. Bwana asifiwe. Kwa sababu baada ya usiku mmoja, asubuhi inaingia na furaha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia wapendwa, kutoka Misri mpaka Canaan ilikuwa wachukue masiku 10 lakini walichukua miaka ngapi? Walikuwa wachukue siku 10 lakini angalia vile roho ya delay iliingia katikati yao. Miaka 40 maana ya kwenda pengine na siku 14 kutoka kwa bahari ya Shamu kwa siku 14, watu wanaenda na miaka 40. The devil is a liar. The devil is a liar. Inamaanisha vitu ambavyo vinapaswa kukutendekea ukiwa na miaka 14 na kuja kutendekea ukiwa na miaka 40. Nakataa kwa jina la Yesu. Angalia vile vitu vinaweza vikacheleweshwa, na angalia vile hata na wewe unaweza ukacheleweshwa. Kana na kucheleweshwa, lakini wao ndio walicheleweshwa kufika. Kana nilikuwa pale pale, lakini wao ndio walicheleweshwa. Hebu jaribu kupiga hesabu ya mahali ya siku 14 kwa miaka 40. Sijui hiyo hesabu itaingianaje. Ukidivide miaka 40 kwa hiyo, sijui itaingiaje. Kwani risali moja walikuwa wanatembea na siku ngapi? Devil is a liar. Nasema shetani ni muongo. Ashindwe kwa jina la Yesu. Shetani wa kukuchelewesha kufika mahali unaenda. Shetani wa kukusababisha uchelewe kufika mahali unaenda. Ashindwe kwa maisha yako. Ashindwe kwa maisha yako. Na kuombea kwa jina la Yesu. Uponje nina ya kukawia. Ninaiponja asubuhi ya leo. Ninaiponja asubuhi ya leo. Ninaiponja asubuhi ya leo. Nina ya kukuchelewesha. Ninaiponja asubuhi ya leo. Ninaiponja asubuhi ya leo. Ninaiponja asubuhi ya leo. Ninaiponja asubuhi ya leo. Chochote kinatumika kukuchelewesha. Chochote kinatumika kukuchelewesha. Usipite kwa ile muda ambayo imewekwa. Nakuja, 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 nakuja katika jina la Yesu. Nakuja, nakuja katika jina la Yesu. Nakuja, nakuja katika jina la Yesu. Kila hali, kila kutokuamini, kila
yangu ya kunichelewesha. Ninaondoa chochote kinasababisha kuchelewa. Ninaondoa, ninakuja kila nira ya kunilazimisha kuchelewa, kila tabia ya kunilazimisha kuchelewa, kila maongeo ya kunilazimisha kuchelewa. Ninakuja, kwa maisha yangu, kwa maisha yangu
2 verses number 17. Tumeona wana wa Israeli wao wenyewe ndio walifanya nini? Walicheleweshwa. Tutaangalia wiki ijayo pengine vitu vingine ambao pengine ni sisi tunatumia kutengeneza ama kuweka spirit ama nira ya kukawia, kwa sababu wana wa Israeli hawakuwekewa, walitolewa kwa nira ya Farao. Nira ya Farao ilikuwa ni nira ya kuwashikilia. Tutaongea next week. Ilikuwa ni nira ya kuwashikilia na ya kuwakatalia na ya kuwazuilia. Tuko na watu wameshikiliwa mahali wako, lakini Mungu alivunja ile nira. Lakini sasa wao wenyewe wakajitengenezea nira ya kuwachelewesha kwa kutokumwamini Mungu, kwa kujawa na mawazo ya kale ya Misri. Hiyo iliwasumbua mpaka wakazunguka mahali moja kwa kipindi kirefu, miaka ikaenda, mpaka wale wenye walitoka kule hawakuingia kule, kwa sababu wao wenyewe ndio walijiwekea ground mbaya. Sasa zingine ni wewe mwenyewe kupitia kwa fikra zako mbaya ndio nira inayolazimisha kuchelewa. Tutaangalia hiyo. Maandiko yanasema hivi katika Wathesalonike wa kwanza 2:17. Lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nani ama tumetengana, hatuyuko pamoja kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, mioyo zetu si pamoja, lakini nyuso zetu haziko pamoja. Tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Tulizidi kufanya nini? Kuna matamanio ambao wako nayo. Najua kila mmoja hapa kuna vile unatamani ikue, maana Mungu alitupatia nguvu ya mapenzi. Kuna vile unatamani na kuna vile unataka, your will and also your desires. Tuko na hizo vitu. Kuna vile unataka familia yako ikue, kuna vile umepanga ikue, kuna vile unataka maisha yako ikue, na kuna vile unataka, na si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sio vibaya. Haleluya. Sasa Paulo anasema kwamba tulizidi kutamani sana na tukakuwa na shauku nyingi ya kuwaona nyuso kwa uso. Sijui ni vitu aina gani, sijui ni nini unatamani, sijui ni maisha aina gani, sijui unatamani kuomba vipi, sijui unatamani huduma yako iwe vipi, sijui shauku ya moyo wako, sijui ni ukue vipi. Paulo anasema shauku ya moyo yetu, tulitaka sana kuona nyuso zenu. Kwa hiyo kwa sababu tulitaka, kuna vile tulifanya. Unajua wewe tamani vitu tunaikuwa hivyo, kuna vile unapaswa kufanya ili ufikie hapo. Haleluya. Ukitamani kuishi maisha mazuri, lazima ukuwe na mabadiliko katika upande ya kazi. Lazima ufanye maamuzi ya kikazi. Kwa hiyo kwa sababu tulitamani sana, tulitaka kukuja. Sasa ile matamanio yetu ilitusumbua sana, kwa hiyo tukapanga kukuja. Maana tuwezi tamani kuwaona alafu tuwaone. Lazima kuna action tutachukua. Nimetamani sana kukuona, ndio maana nimekutembelea nikuje nikuone. Sasa akasema kwamba kwa hiyo tulitaka kukuja kwenu. Pia matamanio yetu, tunataka sana kukuja. Nataka sana kukuja. Haleluya. Tulitaka sana kukuja. Hatujaanza kuja, lakini katika mioyo yetu tulitaka sana kukuja. Na ikizidi, na mimi Paulo kwanza, mara ya kwanza na hata mara ya pili mimi Paulo. Kwa hiyo mara ya kwanza nilipanga tarehe fulani nitakuja, sikuja. Nikapanga mara ya pili tarehe fulani nitakuja. Nitakuja hii mwaka, nitakuja hii mwezi, nitakuja. Lakini Paulo anasema lakini shetani akatuzuilia. Kuzuiliwa kutakusababisha ufanyike nini? Itakusababisha ukawie, itasababisha uchelewe, itasababisha usifike kwa wakati unaostahili. Sema shetani akazuilia. Ndio mkono usema kila vizuizi. Ndio mkono usema kila vizuizi
katika jina la Yesu, vya kunizuilia kufika kule ninakoenda, vya kunizuilia kufika kule ninakoenda, kihuduma, kimaisha, kirani, kwa jina la Yesu ninatangaza kushinda kila vizuizi. Sema natangaza kushinda. Simama tu kwa miguu yako, chukua dakika moja, anza kutangaza ninashinda kila vizuizi. Shetani anazuilia watu kibiashara, shetani anazuilia watu kimaisha, shetani anazuilia watu kihuduma. Paulo akasema lakini shetani alinizuilia, ndio maana sijakuja, ndio maana nilipaswa kuja lakini bado sijakuja. Nilipaswa siku fulani niwe nimekuja lakini sijakuja, kwa sababu the devil alizuilia. Ninainuka kinyume na kila vizuizi ambavyo vimeinuliwa kwa huduma hii. Ninainuka kinyume na kila vizuizi vya kuinuliwa kunizuilia kufika kule ambako ninaenda, kunizuilia kihuduma. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda. Yesu akasema shetani urudi nyuma yangu. Kila vizuizi narudisha nyuma. Vizuizi vya huduma hii, vizuizi vya wamama, vizuizi vya wazee, vizuizi vya vijana, vizuizi vya watoto, narudisha nyuma, narudisha nyuma, narudisha nyuma. Ikakalaba, ikakalia wazanda, makutalusa kapalasia. Kila roho ya kuachiliwa kusababisha kwa kizuizi inaiondoa, 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 inaiondoa. Akalabazanda, makutalusa kapalasia, makiteneneza katalia. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amina. Kwa hivyo jambo la kwanza kwa maisha yako, kila mara unapotaka kufanya kitu cha kwanza, there are spirits ambao kazi yao ni kukuzuilia usiende. Number 2, 1 Corinthians chapter 16 verses 9. Kwa maana Mungu, 1 Corinthians chapter 16 verses 9, verses 8 nasema, lakini nataka nitakaa Efeso hata mpaka siku ya Pentekoste. Kwa nini Paulo utakaa Efeso? Kwa maana nimefunguliwa mlango. Paulo alielewa ya kwamba kuna mlango umefanya. Kumbuka kitabu cha Mhubiri 3:1. Nakumbuka Mwanzo 15:13, Mungu alimwambia Abraham, nataka ufanye nini? Ujue. Nataka ufanye nini? Ujue. Tulisema ni vizuri tujue nyakati, ni vizuri tujue masiku, ni vizuri kujua ya season ili ukaweze kuitumia vizuri. Dream ya Farao ilikuwa tu ya kumsaidia ajue kutumia kila season vizuri, maana kulikuwa kunakuja siku mbaya. So kulikuwa na siku tupande sana, tuweke sana, kwa sababu kuna season mbaya. Ni kumaanisha kwamba season ya kupanda, panda sana, kwa sababu kuna season inakuja ambayo si ya kupanda. Kwa kifupi wapendwa, ni vizuri tujue kutumia kila season vizuri. Na kuna kitu ya maana dunia kama kujua ni wakati wangu. Acha nikwambie, hakuna kitu ya maana dunia kama kujua niko kwa wakati wangu wa kufanya kitu fulani, ili uweze kutumia hiyo nyakati vizuri, because kila wakati wako unakuwa na anointing ya kuserve that purpose. Wakati wako wa kufanya chochote, Mungu anakuwa amekupatia anointing. Mungu anakuwa amekupatia anointing ya hiyo wakati. Na ndio unapata kwamba baadaye ukijaribu unapata hauna moyo, unapata hauna nani chochote. Wakati unahisi katika ulimwengu wa kiroho, katika spirit yako kufanya kitu, saa hii ninahisi kufanya kitu fulani, please kimbia na hiyo wakati. Kimbia na hiyo wakati na uifanye kwa hiyo wakati, hautangangana kuifanya. Ndio unaweza ukaifanya nje ya wakati wako, lakini
itakugharimu sana kuifanya. Haungetumia muda mwingi, haungeng'ang'ana. Na kwa season yako Mungu anakuaga ameraise watu wa kukusaidia kwa huo wakati. Haleluya. Kwa season yako kuna kuaga na vitu vingi sana siwezi nikavitaja ambapo vinakuaga ready to make sure wakati wako umetimia vizuri. Sasa ni nini Paulo amefanya? Paulo amegundua hapa Efeso stoki. Ilikuwa nitoke, ilikuwa nifanye nini? Ilikuwa nitoke, hata pengine alikuwa ameaga wapendwa. Lakini pengine usiku alipokuwa analala, katika ulimwengu wa kiroho akagundua kuna mlango umefunguliwa hapa. Kwa nini nitoke na kuna mlango umefunguliwa? Kwa nini nitoke na ninahisi kuna mlango umefunguliwa hapa? Nitoke hapa niende Galatia, na Galatia mlango hujafunguliwa, nitaenda kung'ang'ana. So Paulo akasema sitoki kwa sababu tu ya kuunderstand the season peke yake. Ninakuombea uelewe wakati wako katika jina la Yesu. Ninakuombea uelewe wakati mlango umefunguliwa kwa wakati wako. Akasema sitoki kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa. Mpaka anaenda zaidi kujua kwamba ni mlango wa aina gani umefunguliwa. Anajua ni mkubwa, sio kidogo. Na jambo lingine anasema na huo mlango tena unanifaa tena sana. Nakwambia season yako inakufaa sana. Nasema kama kuna wakati inakufaa sana, sio season. Tukiendelea na siasa. Wangapi walifika level wakaelewa season ya vile our former prime minister kisiasa ilipita? Sijui kama uliona hiyo. Kuna wakati kalifika kafanya. And it should be last year. Na namfikiria Mungu akajaribu kutumia Gen Z kuongea. Kumwambia usitoke wapi? Kwa nyumba. Sijui kama nakumbuka hiyo vitu. Umepigwa tia gasa. Umetupigania sana, sasa umezeeka. Wacha sasa tufanye nini? Season yake ilikuwa ifanye umetoka. Kenya alikuwa anapaswa kufanya, alikuwa anapaswa withdraw politics. Alitaka atoke kabisa kwa sababu imeisha. Lakini hakufanya. Yeye hakutoka, bado alikuwa ndani. Unajua Yesu alijua pia. Is it John chapter what? Is it chapter 16 or 14? Akasema ni faida yenu mimi kwenda. Sikia? Ni faida yenu mimi kwenda. Maana nisipoenda msaidizi atakuja. Lakini nikienda atakuja. So Yesu alifika mahali akajua time yangu imefanya ya kukaa imefika, na akaanza kuongea kuhusu sasa mimi am withdrawing. I will not preach anymore. Sitahubiri sasa, sitaongea chochote. Bwana Yesu asifiwe. Maana alijua wakati wake umefanya. Yesu alipokuwa na haleluya, aliambia wanafunzi wake msitoke wapi? Yerusalemu. Alikuwa anajaribu kuambia nini? Bado wakati wa kutoka huko kwenu bado hajafika, msitoke. Kwa sababu kuna kitu inapaswa kukutendekea kwa season yako. Nje ya season yako kuna kitu haitatendeka. Na lazima uwe mwangalifu kwa season yako inakupatia ukiwa wapi, usitoke mbele. Uondoke mahali ambapo season yako inakupatia. Ni hapo Mungu anapaswa kukufanyia vitu. Akawaambia msitoke Yerusalemu hadi Baba atakapo watumia ile ahadi aliyowaahidi. So mkitoka Yerusalemu haitawatendekea. So kaeni pale mpaka itendeke. Paulo naye anasema sitoki hapa, maana nimegundua kuna mlango umefunguliwa. Na tena nimegundua mlango umefunguliwa ni mkubwa na unanifaa sana. Nataka
yako. Hallelujah. Hallelujah. That's why usianze vile alianza. Mimi nilianza kanisa na magunia. Mimi nilianza kanisa na kuonea huruma. Enda anzisha kanisa sasa hivi. Enda anza na magunia. Saa hii enda anza na magunia. Saa hii hata kanisa ya mabati iko na stress. Mnajua hivyo? Saa hii hata kanisa ya mabati. Hizi season ya kuanza na kanisa la mabati. Tumeenda zaidi ama jensi hao watu wa siku hizi wataka vitu tamu, vitu smart. Sasa zingine huwa nina post. Na post vile nilianza na post penye niko. But na discourage watu. Nawaambia wakati wa season yangu magunia ilikuwa inanifanyia kazi. Bora ndio magunia nilikuwa nimeweka vile inakaa chafu. Yaani hata time ya kuipanguza hakuna. Sasa niwaweke maofkats mkalia hapa, hamtakuja kanisa tena. Siku hiyo nilianza na offcuts, hiyo ndio ilikuwa available. Wacheni nikwambie kwa season yako vitu vita work for your good. Mimi nilikuwa nahubiri hapa na kaka kingine sio kanakaa hata kwa ofisi yangu kadogo sana. But kwa season yangu kwa sababu ilikuwa wakati wangu ilifanya kazi. Anza vile nilianza huduma saa hii uone kama kuna mtu ataingia. Nani alikwambia hiyo ndio process ya kila mtu kuanza? Elewa season yako kwa sasa. Pattern gani Mungu amekupea kuanzisha. So hapana ona kila mtu. Tiwa moyo na vile alianza, lakini usiende kuanza vile alianza. Tumia watu ku-encourage yourself ya kwamba kama ilimfanyia kazi alitoka kwa hiyo level, hata mimi nitatoka, lakini nitatoka na njia yangu. Si vile alianza, mtu asikupatia formula ya biashara yake vile anafanyaga, uende implement hiyo, nakwambia it will not work for you. Kwa season yangu nakwambia magunia ilifanya kazi. Hema ya IDPs nilikwambia moja ndio ile. Unaiona imefunika pale ndio ile. Iko pale tu ya kumbukumbu ikukumbusha. Hivyo vile inakaa. Nilikuwa nimeweka kwa kanisa. Kuna wakati nilikuwa nimeiweka hapa juu. Mvua ikenyesha, kanisa unaambia watu sasa tusonge. Na still next Sunday watu walikuwa wanakuja wengi. Unaona hapa hivi? Maji ilikuwa inatoka yote huko juu. Hata juzi ndio nilikuwa naona hizo picha. Tumesimamisha ibada sasa ni maji tunashughulikia ndio ipite express yende. Ilikuwa inapita maana hapa kote hapa ni chini. So ilikuwa inapita hapa. Watu wananyeshewa naambia songeni maana ikinyesha hapo itarusha na still watu walikuwa watoke church. Next Sunday watu wanaambia sema hiyo church ni the best. Hiyo church enda fanya saa hii. Enda fanya saa hii. Uone kama kuna mtu atakuja kwa kanisa. Utawachiwa kanisa yako. Nika upgrade kidogo nikakuja kwa Jamvi. Si mnajua Jamvi? Nika kama Jamvi na kazi ya kanisa tu zingine mrefu nini. Enda weka Jamvi sana. Enda weka. Niambie kama kuna mtu atakuja. Vile ulianza inanitia moyo. Lakini nakataa kwenda kuanza exactly vile ulianza. Kwa sababu kwa season yako hizo vitu zilikuwa na neema ya kukufanyia kazi. Amen. Haleluya. Paulo akasema na umri langu unafaa nini? Unanifaa sana. Shida ni moja. Shida ni ngapi? Paulo kule mbele Thessaloniki alituambia shida ni nani? Ni shetani. Sasa hapa shida si shetani. Anasema kuna wako wengi. Hawa ni watu. Wako wengi. Hawa ni watu. So tunaona wa kwanza kizuizi ni nani? Shetani, spirits. So unafaa upigane na ulimwengu wa kiroho ambao upo kukuzuilia usiende kwa ile wakati ambao unapaswa kwenda. Kila mara Paulo alisema ni jaribu ya kwanza ikazuilika, ya pili unajaribu kila mara inafanya nini? Inazuilika. The more inazuilika unaendelea kukawia, unaendelea kuchelewa. Hapana, nyamaza na hiyo vitu. Na waanze kutuambia delay is not denial. Wachana kutuletea hizo. Katana na hiyo katika jina la Yesu na utangaze na tangaza kufika kwa wakati unao stahili. Jina la Bwana litukuzwe.
akasema lakini wako wengi, kuna watu na nini, kuna watu wengi. Wewe unafikiria watu ni wale walikuwa hubiri? Hao watu ndio walikuwa na hubiri maandiko yanahubiri hao watu. Simama tuombe hiyo ombi la mwisho, kuachilia katika jina la Yesu. Mtu yoyote ambaye ako kunizuilia kuingia kwa mlango unaofaa. Unapata ya kwamba mlango huko wakikuzuilia tayari utakuwa na delays, si ndio? Wakikuzuilia kutakuwa na kuchelewa. Sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu niliamini neno lako na kwa kinywa chako nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninatangaza kusimama kinyume na kila mwanadamu aliye karibu na mimi kuwa kizuizi cha mimi kuingia katika mlango mkubwa unaonifaa ya mimi kufika kule ninapoenda. Natangaza kushinda mwanadamu yoyote aliye karibu kunizuilia. Weka mikono yako pamoja, anza kuomba katika jina la Yesu. Mtu yeyote aliye karibu na wewe kukuzuilia, natangaza umushinde, natangaza umushinde, natangaza umushinde. Mwanadamu yeyote aliye katika huduma hii kukuwa kizuizi cha huduma hii, natangaza kuwashinda, 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 natangaza kuwashinda. Yeyote aliye karibu na mimi kukuwa kizuizi, kunizuilia kihuduma, kunizuilia kimaisha, kunizuilia kirani, ninatangaza kuwashinda, ninatangaza kuwashinda, natangaza kuwashinda, natangaza kuwashinda. Chochote cha kuwekwa kunizuilia ninakiondoa, ninakiondoa katika jina la Yesu. Natangaza kufika kwa wakati unaostahili, natangaza kufika kwa wakati unaostahili, natangaza kufika kwa wakati unaostahili. Utukuzwe Mungu wangu na uinuliwe Baba wa mbinguni. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Upatie Bwana Yesu makofi mazuri. Tunakubariki sana mpaka hapa. Tunatumai pia kuna jambo umeweza kupata siku ya leo katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Tuliona wakati ule mwingine, kumbuka tulimuona Laban na tulimuona Rebeka. Tunakumbuka hizo? Tunakumbuka kenye Rebeka alifanya sio kenye Laban alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sio tuliona kwamba pia tuko na watu wa kutuchochea. Bwana Yesu asifiwe, kabla ya wakati wetu. Na tukaona pia kuna watu karibu wata make sure haitatendeka kwa ile wakati ambao ulikuwa umepanga. Na hawa ni wakina Laban ambao Jacob amepanga kuwa kwa wakati fulani. Laban naye amesema hautawahi wakati, hiyo itakudisappoint. Sasa akamchelewesha miaka ingine 7. Tulisema hata kama itatendeka, tunasema ya kwamba Masai tungoje na miaka itungojee. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. Tumefurahi sana kuwa pamoja na wewe. Natumai kwamba mtazamaji wangu umebarikiwa katika jina la Yesu na pia umeelimika. Ninaamini Mungu ya kwamba utafika kwa wakati unaofaa, wakati unaostahili katika jina la Yesu. Na niombi langu kwamba mambo yatendeke kwa wakati wake. Mungu amesema ni miaka 400, hakikisha itakuwa miaka 4. Hii 30 ambayo itakuongozwa katika jina la Yesu. Share video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Mimi wako Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako tukamilishe baada ya siku ya leo. Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua, tunakuabudu.